sababu 5 zinazofanya wanawake kuwa na majuto baada ya kuteswa na wanaume ambao ni wakatili, waongo na watu ambao hawajui thamani ya mwanamke. Ni vizuri zaidi kujua kwamba kuna majuto ambayo wanawake wanayapata baada ya kuteswa na wanaume ambao ni wakatili, wale ambao hawajui kuthamini mwanamke. Na hizi ni sababu zimefanya wanawake wengi kuwa na majuto makubwa sana na kujutia kwa nini waliwahi kuolewa au kwa nini waliwahi kuingia katika mahusiano, kwa sababu kuna mahusiano ambayo yanafanana kama ndoa. Mwanamke na mwanaume wanaishi pamoja japokuwa hawajafunga ndoa, lakini ni kama ndoa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba kuna sababu 5 ambazo huwa zinawafanya wanawake kuwa na majuto baada ya kuolewa au baada ya kuishi na mwanaume kwenye mahusiano ama kwenye ndoa, baada ya kuteswa na wanaume kihisia, kikatili na mambo ambayo ni mabaya. Sababu ya kwanza ni sababu ya kumfumania au majuto ya kumfumania mwanaume mara kwa mara. Mwanamke yoyote anapomfumania mwanaume mara kwa mara ambaye yuko naye katika mahusiano, huwa anajikuta anakuwa na majuto. Anajutia kwa nini nilimkubalia huyu mwanaume, au kwa nini nilikubalia kufunga ndoa na huyu mwanaume, kwa sababu mwanaume yoyote ambaye anamheshimu mwanamke hawezi kufumaniwa. Yaani hawezi kufumaniwa. Atajitahidi hata kama atacheat, atajitahidi sana mwanamke asiweze kujua. Kwa hiyo kama mwanamke ataweza kufumania, basi atajikuta anakuwa na majuto makali sana, kujutia kwa nini alikubali kufunga naye ndoa au kwa nini alikubali kuwa naye katika mahusiano. Na pia aina ya pili ya majuto ya mwanamke ambaye anaweza akakumbana nayo ni kujutia kwa nini alikubali kufunga ndoa na huyo mwanaume au kuishi na huyo mwanaume kwa sababu ya kutelekezwa familia, yani kumtelekezea familia. Mfano, mwanamke unakuta yeye chakula ni yeye, kulipa kodi ni yeye, ijapokuwa na mwanaume kulipa kodi ni mwanamke, mtoto kupelekwa shule ni yeye, chakula ni mwanamke. Kwa hiyo lazima mwanamke awe na majuto, kwa nini nimemkubali huyo mwanaume. Kwa hiyo ni mojawapo ya jambo ambalo huwa linawafanya wanawake kuwa na majuto, kwa nini waliweza kukubali kuingia katika mahusiano na huyo mwanaume. Na pia majuto mengine ni kulazimishwa kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Mwanamke yeyote ambaye anajiheshimu, anapoambiwa kufanywa kinyume na maumbile huwa anakataa. Kwa hiyo anapoforsiwa na mwenza wake au akamwingilia kinguvu katika kinyume na maumbile, kwa kawaida huwa anakuwa na majuto. Na mwanamke wa aina hiyo huwa anajutia kwa nini nimkubalia huyu mwanaume, ili hali hajui kwamba kipindi alivyokuwa anamkubalia kuna mtu muonekano wake tu au kazi zake tu, unajua kwamba huyu lazima apende kinyume na maumbile kulingana na mfumo wa maisha yake au kulingana na jinsi ambavyo anaishi. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba